Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV. Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Sad Moment, kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunawatangaza ndugu zetu wote ambao wanapitia mazingira magumu tofauti kwenye nyakati hizo ambazo wanapitia. Mtazamaji, nimekuja nyumbani kwa mama huyu hapa ambaye unamtazama mbele baada ya kupokea taarifa ya mtoto wake kufariki dunia kwa kudondoka kwenye shimo. Sasa nimekuja hapa baada ya kupata hizi taarifa kwa sababu kuna sintofahamu juu ya lile tukio la mtoto kudondokea kwenye maji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zipo hapa. Inadaiwa kwamba wakati mtoto amedondoka kwenye maji aliachwa na dada wa kazi, ambaye dada wa kazi huyo ndo huyo ambao namtazama hapo sasa hivi. Lakini baada ya hapo nini kiliendelea, tutakwenda kujua kwa huyu mama ili tuweze kujua kisa na mkasa wa tukio la mtoto wake kuweza kufariki ndani ya shimo la maji, na baada ya hapo nini kilitokea. Habari za sasa hivi? Salama. Kwa majina anaitwa Najma Shayo, mkazi wa Tabata. Pole sana. Asante sana. Ulinicheki jana wakati unanisimulia tukio la mtoto wako na kumuona kwenye ile picha yake. Nilikifeel kile ambacho unapitia kwa wakati huo. Ndio. Pole. Asante sana. Sawa, tufahamu hapa Tabata upande huu hapo umeanza kukaa toka mwaka gani? Kwa kweli nimepata majanga mara mbili. Hapa mimi ni mgeni, nilihamia siku ya Ijumaa tarehe 14 Valentine Day. Baada ya kuhamia nimekaa siku 5 tu mwanangu akafariki. Kwa hiyo nimepata matatizo mara mbili. Kwa kweli imeniwekea kumbukumbu mbaya sana kwenye maisha yangu. Ndio. Sawa, pole. Tuanze moja kwa moja sasa. Umeniambia kwamba mwanao ulimwacha na dada wa kazi. Baadaye ukaja kupata taarifa kwamba mtoto wako amedumbukia kwenye shimo la maji, si ndio? Tusimulie hiyo moment, siku hiyo ilikuwaje? Lakini kabla ya hapo naomba tusimulie mwanzo kabisa wakati umemleta ile dada wa kazi ukaanza kuishi naye hapo. Tarehe 19 mwezi wa pili ilikuwa ni siku ya Jumatano. Mimi nimetoka nyumbani majira ya saa 7 mchana. Hiyo siku sikutoka nyumbani kwa lengo la kwenda kazini, nilikuwa nakwenda sokoni kwa ajili ya manunuzi ya vitu vya nyumbani. Nilimwaga binti vizuri, mwanangu nimemwacha hapa sebuleni anaangalia TV, binti alikuwa katika maandalizi ya chakula cha mchana. Nimekwenda sokoni, nimerudi majira ya saa 10. Nimefika dukani na vitu nilivyotoka navyo sokoni, nikampa mdogo wangu wa kiume, nikamwambia peleka nyumbani. Hayo majira ya saa 10 amefika, mwanangu ananiambia amemkuta vizuri anaangalia katuni. Ilipofika majira ya saa 11:30 nikapigiwa simu na jirani kwamba nyumbani kuna tatizo, urudi. Nikamuuliza tatizo gani? Akanijibu mtoto ametumbukia kwenye kisima, lakini tumefanikiwa kumtoa akiwa mzima, tunampeleka hospitali. Nilichukua bodaboda, maana kutoka dukani kwangu na hapa nyumbani sio mbali. Kwa niliwahi, nikafika nikakuta mtoto amepelekwa dispensary ya karibu inaitwa KLM. Kufika pale nilimkuta binti wa kazi na majirani 3 wakina mama. Mwanangu sikumuona, alikuwa yuko kwa daktari. Baada nikawauliza mwanangu ni mzima, walinijibu ni mzima, lakini kuna picha niliona pale kama vile mwanangu sio mzima, kwa sababu walikuwa wanaitana pembeni wanazungumza na nyuso zao zilionekana zina huzuni. Baada ya dakika kama 15 hivi nikaambia mtoto anatakiwa apelekwe Tabata shule hospitali. Tulichukua bajaji moja kwa moja na kina mama 2. Binti wa kazi alirejea nyumbani. Tukaenda hospitali pale. Kufika mume wangu akapigiwa simu. Alipopigiwa simu alipigiwa simu na mwanaume mmoja hivi. Akamwambia wewe ni mwanaume, huyu mtoto ameshafariki ila mama yake tunashindwa kumwambia. Mume wangu anafanya biashara Kariakoo. Mume wangu alirudi, alipofika pale ameenda ameangalia, alirudi akiwa na mjomba wake. Akaenda katika chumba mtoto alichokuepo, akamwangalia mtoto, alitoka akiwa analia sana, lakini mimi sijaambiwa chochote. Nikaja nikaambiwa na mjomba wake na mume wangu, shemegi jikaze, mtoto hatunaye tena.
Asante. Basi baada ya hapo tukaambiwa tuende polisi. Polisi ni pale pale Tabata shule. Tulipokwenda polisi, mume wangu alikwenda polisi pale, akaambiwa akashughulikie PF3. Wakaenda pale, akachukua polisi, wakaja wakaangalia mwili. Kutoka hapo polisi wakachukua gari lao, wakaja mpaka eneo la tukio ambalo kisima kipo hapa ndani kwangu. Wakaja wakaangalia, wakamchukua binti, wakamhoji. Baada ya kumhoji, wakatufuata wakasema, mtaendelea na kesi au mtaenda kuzika? Mimi nilimuuliza yule polisi kwamba nikiendelea na kesi sitozika. Akasema hautozika leo wala kesho, huyu mtoto itabidi apasuliwe kwa uchunguzi zaidi, maana kesi inaendelea. Manake kama ninashuku kuna kitu mtoto atakuwa amefanyiwa, itabidi apasuliwe, achunguzwe na hatozikwa kwa muda kidogo mpaka uchunguzi utakapokamilika. Kwa kweli niliingia uchungu zaidi kuona mwanangu anaendelea kuteseka kwenye friji. Tukakubaliana na mume wangu tuachane tu na kesi, tukubali tushapoteza. Alhamis majira saa 6 mtoto wangu akapumzishwa katika makaburi ya Ilala. Basi ndo safari ya mwanangu ikaishia pale. Toka amefariki mpaka yani toka alipodumukia kwenye shimo akafariki mpaka anakuja kuzikwa zilikaa siku ngapi? Moja tu, Alhamisi ya tarehe 19 na akazikwa. Amekufa Jumatano ya tarehe 19 na akazikwa Alhamisi ya tarehe 20 mwezi wa pili. Kwa nini unasema kwamba mliambiwa muendelee na kesi ama mzike hali ya kuwa mtoto alikuwa amedumukia kwenye shimo? Kwa nini imekuwa kesi tena? Polisi walivyoeleza kwamba labda tungetaka kuendelea kwa uchunguzi na binti ilikuwa achukuliwe usiku ule ule kwamba akalale kituoni. Lakini mimi na mume wangu tulikaa pembeni tukashauriana, tukaona sisi tumeshapoteza na tukakubali tumeshapoteza, maana mtoto alikuwa ashakufa. Basi tukaambia polisi wamwache binti. Kwa hiyo binti hatukumchukulia hatua zozote. Nadhani mtoto kudondokea kwenye shimo pale, kwa maelezo ya binti anasema ilikuwaje kwaje? Maelezo ya binti hana maelezo ya moja kwa moja, yaani maelezo yake anamwambia huyu ni tofauti na atakomwambia yule, ni tofauti na atakomwambia yule. Mimi pale hospitali nimemuuliza, Oliver, kwa nimekuwa vipi? Akaniambia, mama, mtoto alijisaidia hapo kwenye geti. Nikaingia ndani nichukue ndoo nimnawishe, kurudi simuoni. Sawa, mtoto ana miaka 2. Ukiangalia umbali wa kutoka hapo getini na huku ni umbali mrefu sana, kiasi kwamba unaweza ukamkuta tu mtoto hajafika sehemu. Kuna ngazi nyuma, mwanangu anashuka kwa kutambaa. Ziko ngazi 2. Maana bado hajaanza kutembea. Alikuwa anatembea, lakini kwenye kushuka ngazi ndo anatambaa kwa sababu ya udogo wake. Kwamba zile spidi za kufika huku ni parefu. Sikumuelewa. Nikamwambia kwa hiyo ametumbukia kwenye kisima. Akanambia kuna shimo lingine. Na ukiangalia kwenye kisima hakuna shimo lingine, ni hilo moja tu. Basi mdogo wangu hapo akamwambia, huyu mtoto nilimuona akaniita dada afu akatumbukia. Polisi anawaambia, yani emrudia tena hapo sijakuelewa. Yaani mdogo wangu hapo alimuuliza kwani ilikuwaje. Mimi amenijibu kwamba alikuwa amekuja kuchukua ndoo ndani amsafisha, alikuwa amejisaidia. Akamkosa. Baada ya kumkosa akasema kwamba alitoka nje ya geti akaenda kuulizia majirani wa karibu, mmemwona mtoto? Na mimi nilimuuliza mama mmoja anashona hapa, akanambia ndio alikuja akaulizia.
Basi ameenda kuulizia, amepanda mpaka kule juu, amerudi ndio anasema sijui nini kilimsukuma akazunguka huku nyuma akakuta kisima kiko wazi. Alipokuta kisima kiko wazi akachungulia akamwona mtoto yupo juu. Ndio. Kwa umri wa miaka miwili mtoto wako na uzito ya ule mfuniko ambao umewekwa pale, kuna uwezekano kwamba mtoto wako akanyanyua mwenyewe akajiachia ndani? Ule mlango wa kisima ulikuwa kidogo sio imara, lakini kusema kwamba mtoto wa miaka miwili aweze kutoa ule mfuniko sio rahisi, pia sio rahisi kabisa. Kwa hiyo mimi sijaelewa, japo kuna jirani hapo alisema alisikia kishindo cha mtoto ametumbukia, alafu punde akasikia mlango umejifunga, mlango wa kisima. Sasa sijaelewa. So maana yake waliomtoa mtoto walikuta mlango umejifunga ama uko wazi? Walikuta umejifunga. Kwa maana yake mlango ulikuwa mtoto kaufungua akadumbukia afu kajifunga. Kwa maelezo ya aliyemtoa, na anasema alimtoa akiwa hai, walimkamua maji, mtoto alitizama, mtoto aliulizia mama, lakini sasa sifahamu mtoto alifia pale hospitali au alifia njiani, sifahamu. Binti anasema ilimchukua muda gani mpaka kuja kuanza kuzunguka kule nyuma kucheki kwenye hayo mazingira ndio akahisi kwamba yaweza kuwa mtoto amedumbukia kwenye maji? Yeye anasema ni muda huo. Anasema ni muda huo alikuwa ametoa vyombo nje, akataka kuosha, ndo amejichanganya hapo. Mara alikuja ndani kuchukua ndoo amsafishe, mara nilikuwa nataka kuosha vyombo. Alafu mapolisi walipokuja tumekuta kuna mboga hapo jikoni ameacha, alikuwa akitaka kukatakata. Kwa hiyo mimi sielewi kwa kweli. Huyu binti mlimtoa wapi? Huyu binti nimeunganishwa na mamangu mdogo, anaishi Chanika. Mamangu mdogo amemfahamu huyu binti kupitia dada yake. Dada yake na huyu binti anakaa Chanika. Kwa hiyo mamangu mdogo alimfahamu kupitia dada yake. Mimi binti yangu wa mwanzo ambaye ndo ameniletea binti yangu huyu sasa hivi, nimekaa naye miaka 3. Akaniambia nataka nibadilishe fani sasa hivi nijifunze kushona. Basi tukaachana vizuri. Tulipoachana ndo nikaanza kutafuta, nikampigia mamangu mdogo, kuna binti unayemfahamu? Akaniambia kuna dada mmoja amesema kuna mdogo wake. Nikamwambia ni mtu wa wapi? Mtu wa Kigoma, ila yupo Morogoro kwa kaka yake, tumtumie nauli aje. Nikamwambia familia yake iko vipi? Akaniambia dada yake yuko vizuri, ni mtu ambaye tu ameokoka, anasali. Kwa kuwa nimeunganishwa na mamangu mdogo, mimi nikamwamini, nikamchukua. Basi ndio wakaniletea, yani nimekaa kama siku 3 tu nikaletea ule binti, ndio nikaanza kuishi naye. Lakini katika kuishi naye nimekaa naye mwezi mzima mimi bila kwenda kazini. Nikamchunguza nikaona ananifaa. Kwa tuseme kuanzia kumwachia mtoto ni kukaa naye peke yake kama mwezi mmoja tu. Na ndani ya mwezi mmoja mimi nachelewa kwenda kazini, naweza nikaenda saa 4, saa 5. Ndio. Na ukaribu wake na mtoto kwa kipindi hicho cha miezi miwili ulikuwaje hasa? Ukiwa unaona hapa wakati unafanya kuwatazama uone situation the way inavyoenda. Ukaribu na ule mtoto kwangu mimi niliuona upo. Mwanangu alikuwa anapenda kucheza mpira. Kwa hiyo kuna muda mimi nikiwepo naona anacheza naye tu mpira. Naona yupo naye tu, lakini pungufu lake ambalo nililiona alikuwa ni mtu anapenda sana kuchati na simu. Nilimuonya, alisikia, kwa sababu binti yangu kwanza nimekaa naye muda mrefu na alikuwa na mapungufu yake, nikamrekebisha, nikakaa naye. Kwa hiyo nikaona huyu ni mapema ndani ya hiyo miezi miwili niseme niachana nayo, angali kazi anafanya vizuri. Kwa hiyo nikasema nimvumilie, nimuelekeze, na alionekana kwamba amesikia. Kulikuwa kuna madhara yoyote kuchat na zile simu hasa akiwa hapa? Kulikuwa hakuna madhara, lakini kuna muda alikuwa anajisahau. Mfano kama mboga hadi inaungua jikoni. Kuna siku tumerudi usiku, akatuambia bahati mbaya mboga iliungua.
Kwa hiyo nikagundua ni simu, na wakati mida mwanangu ametumbukia na simu yake ilipokuja kukaguliwa message, ni mida hiyo pia alikuwa akichati. Kwa kuna message zilikuwa zimejibiwa na zimeingia ndani ya mida ambao mwanangu ametumbukia kwenye kisima. So kwa uchunguzi wako sasa kwenye tukio la mtoto wako, unadhani wewe kwa akili yako, kwa jinsi ambavyo unadhani ilikuwaje? Sijakuelewa. Yeye kasema kwa upande wake jinsi ambavyo situation imetokea mpaka mtoto wako amefariki, si ndio? Mdogo wako kasema kwa upande wake, naye tutamuuliza atatuambia. Wewe sasa kama mama, jinsi ulivyojaribu kuchukua huku na kule na kule na kule kuunganisha kwa tukio la mtoto wako limetokeaje kwa jinsi ambavyo unafikiria, either yeye binti ndo kamtupia mtoto ama ilikuwa imetokea tu emergency kwa sababu ya kuwa busy na simu akajisahau kwamba kuna mtoto yuko around akamwacha mtoto akaenda kadumbukia kwenye shimo. Wewe kwa jinsi unavyolisoma ili tukio unadhani limetokeaje? Mimi hakimu wa mwisho ni Mwenyezi Mungu peke yake, lakini kwa mimi nilivyochunguza naweza kusema nimeona kuna uzembe wa binti asilimia kubwa, kwamba binti alikuwa amemsahau mtoto. Mtoto alikuwa na mambo yake na binti alikuwa na mambo yake kwa inavyoonyesha. Kwa hiyo mimi naweza nikasema tu kwamba nimeona kuna uzembe wa binti asilimia 100, lakini kuhusu kumtupia au kumuua anajua Mungu, mimi siwezi kujua. Ndio maana nimeamua niachane na binti kwa amani. Alafu kilichonipa wasiwasi, nimekaa yani msiba hapa alikuja watu wengi tu, ndugu zangu. Hakuonyesha hofu, majuto, aliendelea ni kuonekana mtu mwenye raha sana tu. Yani alikuwa kawaida. Yani hakuonyesha kama labda nimeachiwa, hata kama sijamuua mtoto wa watu nimeachiwa, lakini amekufa akiwa kwenye mikono yangu. Kuna ile mtu anaonyesha kabisa ameumia, lakini alionyesha yupo kawaida. Hakuwa na hofu yoyote. Hakuwa na hofu yoyote. Yaweza kuwa labda kutokuwa na hofu ni kwa sababu hajahusika na tukio. Sijajua, lakini kwa binadamu yoyote mwenye mwili wa nyama lazima awe na maumivu. Hata kama haujahusika, majuto kwa binadamu na uchungu kwa binadamu yoyote lazima yampate. Sasa nimeshangaa ujasiri ule, watu wamekuja msibani, mtu kama ndugu zangu walikuwa hapa amepata hii nguvu ya kuwasuka. Hiyo nguvu ameipata wapi? Mimi mama yake nimekaa hata kula nimeshindwa, lakini yeye alipata hadi nguvu. Ilibidi tumuite tukazungumza naye, lakini tukawa tumuelewi, anakuangalia tu. Basi nimekaa kama Nyenye mlimuuliza nini kwanza? Kwanza aliitwa na watu tofauti, wajomba zangu wakitaka kumuoji ilivyokuwa nini, lakini kila mtu anakuwa anaona hajanyooka, kuna kitu kama anaficha hivi. Na ule ujasiri ulitutisha sana. Dada yake huyu binti sijamchukua kiholela, tumefanya makabidhiano. Dada yake alikuja hapa tukakabidhiana vizuri, lakini hata familia yake ambapo dada yake alikuja msibani, hata kuja kunipa pole hakunipa. Dada mtu alikuja tu amechangamana na watu akamaliza akaondoka. Alivyoondoka hata kuja kunipigia simu hata baada ya sema wiki hakupiga simu, labda kuuliza au kutoa pole au kusema tunashauriana nini nilishatokea, hakufanya hivyo. Mamangu mzazi hapa aliwapigia simu wakaja. Walipokuja tuliwaambia kwa kweli mlichokifanya sio vizuri. Mimi sawa nimepoteza, lakini binti yenu sijampiga hata kofi, sijamfanya chochote, nimekataa kumpeleka hata polisi. Walijitetea kwa upande wao kwamba walikuwa wanatuma salamu kupitia binti yao, kwamba niambie mimi. Nikamwambia kwa namba yangu ya simu si unayo? Maelezo yao hayakujitosheleza. Basi na mimi nikamwambia basi tufanye makabidhiano, mumchukue binti yenu. Tukafanya makabidhiano, wakamchukua binti yao wakaondoka naye. Walimchukua siku ngapi baada ya msiba, baada ya kuzika maana? Kama siku 10. So ndani hizo siku 10 zote mlikuwa mnaishi naye vipi? Kutokea asubuhi ulivyokuwa unamuona mchana huyo binti, baada ya msiba kuna mabadiliko yote uliyaona
ama alikuwa tu ni yule yule anakusikiliza, anafanya kazi zake vizuri na kila kitu kilikuwa kinaenda sawa? Tuweke vizuri. Yule binti baada ya msiba, mimi nilikuwa nikimtizama tu. Alikuwa anafanya vizuri kazi zake kwa ujasiri kama vile hakuna kilichotokea. Ndio. Na hata majira anaoamka asubuhi ni ule muda ambao ulimpangia wewe kwamba unaamka muda fulani, unafanya kazi hizi, mchana unafanya hivi, unaenda vile. Kila kitu alikuwa anafanya vizuri kabisa. Ndio. Alikuwa anaamka mapema. Na mwanangu mimi anasoma darasa la kwanza, huyu wa kwanza, alikuwa anaamka mapema, anamuandaa vizuri. Sababu mwanangu alikaa kama siku 3 tu hajaenda shule. Baadaye akaanza kwenda shule. Kwa hiyo aliendelea kumuandaa vizuri asubuhi saa 11. Baada ya hapo anafanya usafi, shughuli zake zinaendelea kama kawaida bila shida yoyote. Ndio. Kwa kipindi chote ambacho upo naye hapa ndani ya hizo siku 10 toka mmezika, si ndio? Alishia kukufuata aidha hata kwambia dada samahani labda sikuwa makini au vyovyote? Hajawahi kunifuata, bali mimi ndo nilikuwa nikimuita mara kwa mara kumuomba aniambie kama kuna chochote amefanya, kuna nini. Lakini hakuniambia chochote. Msimamo wake ulikuwa ni ule ule, mimi sijafanya chochote, nilikuwa nikafanye hivi, nikachukue maji nimsafishe. Nikamwambia kwa sababu gani umetoa sababu tofauti tofauti, akasema nilikuwa nimepanic tu. Mshtuko, ndo maana huyu namwambia hiki na huyu namwambia hiki na huyu namwambia hiki. Ndio. Kwa kawaida tukio kama hilo likitokea, mara nyingi sana polisi kwa nafasi yao waga wanamchukua labda mtu ambaye alikopo yale mazingira, wanaenda kumweka pale ndani kwa sababu ya sababu za kiuchunguzi. Na mimi ninavyojua kesi ya mauaji inaga dhamana, si ndio? Huyu hatujui kama ameua ama hajaua, lakini mazingira yanambana kidogo kutokana na taarifa anazozitoa tofauti tofauti. Kwa nini polisi hawakumchukua wakamweka kwanza ndani ili waendelee kufanya uchunguzi wakati huo mambo mengine yakiendelea? Polisi walikuja hapa nyumbani siku ile ya tukio, ilikuwa majira ya saa 2 usiku. Walimhoji. Baada ya hapo nikahojiwa mimi mama, akahojiwa baba. Walimhoji hapa nyumbani. Walimhoji hapa nyumbani. Ukaandika maelezo yake. Baada ya hapo ile karatasi ya polisi ikawa inasema kwamba kama tutaendelea na kesi, manake mtoto ataendelea kufanyia uchunguzi sawa na binti atachukuliwa. Lakini sisi ni Waislamu, mtu anapofariki tunampumzisha mapema. Kwa hiyo polisi wakasema bado haitojulikana siku ya kuzika. Manake mtoto ataenda kupasuliwa kwa uchunguzi zaidi na binti naye atachunguzwa zaidi. Kwa hiyo tukaulizwa tena, mtaendelea na kesi au mtaendelea na uchunguzi? Basi mimi ndo kama nilivyosema hapo mwanzo, mimi na mume wangu tukakubaliana tushapoteza, tuzike. Hakimu ni Mwenyezi Mungu. Kwa pia nilikuwa na tamani kujua. Huyu binti aliniambia kwamba alishia kufanya kazi Kimara. Alikaa miezi 4 tu. Nikamuuliza hiyo miezi 4 hiyo kabla ya tukio wala chochote, wakati anakuja kwako au baada ya hili tukio? Baada ya tukio. Leo nilimuuliza, nikamwambia hiyo miezi 4 kwa sababu gani ulitoka kule? Akasema watoto walikuwa wakorofi sana, wananipiga, ndio maana nikaondoka. Kwa hiyo nilipata mashaka labda huyo bosi wake Kimara simfahamu. Nilipata mashaka sije ikawa labda kuna sehemu alishe kufanya tukio, au sababu miezi 4 ni muda mfupi sana kukaa sehemu. Kwa hiyo sielewi. Nilitamani sana kujua huko labda alipokuwa pia alishawahi kufanya tukio kama hili au aliwahi kufanya tukio lolote. Maana inaonekana kama manaje mpaka mashindo watoto, inaonekana sio mtu ambaye ana karama ya kuwalea watoto. Lakini kwa kazi anafanya sana. Ila kwa watoto nimeona hapendi watoto. Baada ya yeye kuniambia tu nimewashindwa wale kwa sababu ni wakorofi. Ndio. Sawa. So kwa upande wako umesema unahitaji kujua, maana yake unatamani kujua vipi sasa wakati huyo mtu wa Kimara huyo huwezi kumpata? Siwezi kumpata, lakini kama nilivyokutumia picha yake jana, naamini kwamba picha yake itakapoonyeshwa, kwanza wengine watakuwa makini naye, maana ni mtu ambaye sijapata naye uhakika, ni mtu ambaye nina mashaka naye sana. Yaani sana. Kwa hiyo nikasema kwamba picha yake itakapotumwa sehemu mbalimbali, kwamba inaweza kaokoa wengine au unaweza tukajua vitu vingine vilivyojificha zaidi. Kama ni mtu mwema basi tutafahamu.
na kama sio mtu mwema alishiriki kufanya tukio sehemu, basi tutafahamu. Isije ikawa hata huko Morogoro anasema alikuwa kwa kaka, labda sio kwa kaka, alikuwa tena anafanya kazi sehemu, labda akafanya hata tukio, au huko Kimara labda alifanya tukio, au alitoka kwa Wema, kwa hiyo sifahamu. Ndio. So manake kama mtu atataka kufahamu au kujua, ama kama anamfahamu huyo binti anataka kusema kile ambacho nakijua kwa hiyo binti, akwambie kwa njia gani sasa? Anaweza akakutafuta we mwenyewe au akanipigia mimi akanielezea. Nitashukuru sana. Ndio. Sawa, kwa mtu ambaye anataka ambaye ameshakaa na huyo binti, si ndio akupate kwa kutumia simu, si ndio? Ndio. Watajie namba zangu za simu napatikana kwa Tigo ya 0679410462. Sawa. Na huyo binti anaitwa nani, majina yake? Unamjua yote? Majina ninayoyajua mimi anaitwa Oliver Thomas. Oliver Thomas ni mzaliwa kutokea Kigoma. Ni mzaliwa kutoka Kigoma. Ana umri gani? Ana umri wa miaka 19. Miaka 19. Ndio. Sawa. Na labda kwa kumalizia, wakati unaenda kunionyesha na hiyo sehemu ambayo mtoto alidumbukia, tuambie chochote. Waambie watu neno moja tu lako ambalo unahisi ni sahihi zaidi kwao. Neno ninalowaomba watu, naombeni sana, mniombee mimi mama yake mtoto, mniombee dua, sala, niweze kuwa imara. Toka mwanangu alipofariki nimekosa usingizi na utafuta sana. Nimekuwa ni mtu wa majuto, nimekuwa ni mtu ambaye najiona kama sipo kwenye hii dunia. Naomba sana hata watu wakubwa wanaojua kuomba dua, wanaoweza kusali, naombeni munisaidie. Watakaoweza kusali zaidi waweze kuonyeshwa mwanangu kifo chake ni cha namna gani, maana tunatofautiana kiimani. Naombeni mnisaidie. Naombeni msinisahau katika sala zenu na katika dua zenu. Mungu mwenyewe ndio anaweza akanituliza, lakini hakuna neno lolote linaweza likanituliza zaidi ya Mungu. Nipo kwenye wakati mgumu sana. Ndio. Kitu cha kwanza umesema haulali kabisa. Cha pili ni kipi ambacho unapitia? Haulali, unajiona ni mpweke, unajiona kama haupo kwenye ulimwengu, unaona umepoteza kitu kikubwa sana. Na vitu vingine ni vipi na vipi ambavyo unapitia kwa hivi sasa? Nimekuwa na msongo wa mawazo sana. Nashindwa kufanya kazi vizuri. Naweza nisitamani kabisa kwenda kazini. Usiku naweza kufika mpaka hata saa 10 sijapata usingizi kabisa. Nakuwa nawaza. Nashindwa kuelewa mwanangu ni kweli ni kifo cha Mungu au ni mazingira. Nashindwa kuelewa. Kama mama naumia sana. Nina maswali mengi ambayo hayana majibu. Ndio. Unasema pia unajutia. Unajutia kitu gani? Kwanza najutia kumleta binti kwa haraka. Alivyoondoka binti wa kwanza, aheri ningebaki tu nyumbani mwenyewe. Japokuwa kama kifo kimepangwa na Mwenyezi Mungu, hata ningekuwa naye mimi angefariki. Lakini najutia sana. Alafu kama nilivyosema mwanzo, nimehamia sehemu mpya lakini nimekaribishwa na msiba. Hayo ndo majuto yangu. Unajuta hata pia kuwepo hapa? Ndio. Unatamani leo kesho hata uondoke? Kutamani kuondoka sio. Lakini nimekuwa na historia mbaya tu. Sasa ni kwenye hii nyumba sasa. Ndio. Na hapa ni mmepanga tu ama ni kwako kabisa? Hapana, tumepanga. Na unaishi na nani hapa? Naishi na familia yangu, mtoto wangu, wadogo zangu 2, binti wa kazi na mume wangu. Sawa. Toka umefiwa mpaka leo hii imepita muda gani? Mwanangu ana siku 38. Kana karibia 40. Na tayari naona kuna binti mwingine. Huyu binti nimeletewa na binti yangu wa kwanza ambaye ndiye kana miaka 3 kutokea Mtwara. Amemleta yeye, amemfundisha kazi na ameondoka jana.
Kuna sababu gani za wewe kufanya haraka zaidi kuweza kupata hawa dada? Yaani zimepita siku hata 40 haijaisha tayari ushapata mwinginewe. Yaani sababu kubwa ni nini hasa? Sababu kubwa, mimi kiafya siko vizuri. Hapa nilipo ni mjamzito, siwezi kufanya kazi, napitia mengi. Kwa hiyo huyu binti wa kwanza ni ndugu yangu, mtoto wa babangu mkubwa amemuoa dada yake. Kwa hiyo ni kama namwamini zaidi. Kwa hiyo nikamtafuta, nikamwambia naomba unitafutie binti. Akaniambia kuna binti. Basi nikatuma wazazi wake huko, wakaenda kuongea na familia yake. Nikamwambia basi naomba uje naye wewe, uje umfundishe kazi. Akaja naye akamuelekeza, basi ndio nikamchukua. Unamkumbuka kipi hasa mtoto wako kwa kumbukumbu zako za mwisho? Natamani kujua siku hiyo mpaka unaondoka, unaenda kazini, labda alikuambia chochote mtoto wako. Tunajua ni mdogo bado hajui kuongea maneno vizuri, lakini hatua za mwisho, dakika ya mwisho naikumbuka ipi ya mtoto wako? Najua nakuumiza, lakini at least watu waweze kufahamu, wajue jinsi gani unapitia. Kwanza ile siku kitu kinachoniuma zaidi, kwa sababu ile siku mwanangu alikuwa hataki niondoke. Hadi nikamwekea katuni ndo akakubali. Aliniambia mama usiondoke, anapenda kujiita kaka. Anapenda kujiita yeye kaka. Baki na kaka. Nikamwambia mwanangu naenda lakini narudi mapema. Nikambembeleza hapo, lakini hakuonekana kama hana raha. Alikuwa kama hana raha hivi. Ndio. Kwa namkumbuka mwanangu kwa mengi. Alikuwa ni mtoto ambaye ni mchangamfu sana. Alikuwa akinifurahisha. Tulikuwa tunacheza mpira wote. Alikuwa ni kipenzi cha watu. Kwa hiyo alizikwa na watu wengi sana kana kwamba kama ni mtu mzima. Kwa hiyo alikuwa hata akija dukani kwangu, bodaboda wote, watu wote walikuwa wakimpenda. Alikuwa ni mtoto mchangamfu. Akikutana na mwanaume lazima ampe 5 wacheke. Alikuwa ni mcheshi sana mtoto wangu. Sijui. Nateseka sana jamani. Naelewa, pole. Alikuwa na miaka 2 na miezi mingapi? Alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 12 2022. Mpaka amekufa miaka 2 na miezi 2. Alikuwa bado mdogo sana. Ndio. Ni kawaida yake ukiwa unaondoka anakuwa hataki uondoke? Kuna mida ndio kama mtoto. Kuna mida anakuwa anakulilia. Lakini ile siku alinililia zaidi. Kwa najuta, labda ningemsikiliza nikabaki. Najuta sana. Najuta. Naamini unapitia hali ngumu sana kwa sababu haukuwahi kuwaza kama hichi kingeweza kutokea kwa wakati huu mapema sana kwa mtoto wako. Imetokea ghafla sana. Nilimwacha takriban masaa 5 tu. Lakini napigiwa mwanangu amekufa. Naumia sana. Sawa, tuende sasa ukanionyeshe hilo eneo ambalo mtoto alipata hiyo ajali mpaka kufariki. Mtazamaji, nadhani umemsikiliza mama huyu. Ana watoto 2 na sasa ni mjamzito, lakini amempoteza mtoto wake. Kiukweli anachokipitia mimi naelewa na hakika hata nyinyi mnamtazama mnaelewa. Ameondoka hapa, amemwacha mtoto wake kwa na furaha, lakini mtoto alikuwa katika hali ya kumtaka mama yake asiondoke. Na hiyo haikuwa kawaida kama ambavyo huaga anamsumbua mama yake siku zote. Hiyo ilikuwa imezidi. Lakini imechukua masaa 5 tu mpaka mtoto kuja kugundulika kwamba amefariki dunia. So anajuta kwa vitu vingi sana. Lakini bahati mbaya bado pia yeye hana makosa, kwa sababu kwa kawaida mtu yote akiwa anaondoka, mtoto atakuwa analia, anasumbua, anataka hichi na kile na kile na kile. So hakujua, maskini ya Mungu. Hakufahamu kama mtoto alikuwa anamwambia mama usiondoke, aidha labda kulikuwa kuna tukio linakuja kwa muda mfupi. Amemwacha mtoto anaangalia katuni hapa sebuleni.
Lakini yote kwa yote ndio mipango ya Mwenyezi Mungu, tayari limeshatokea. Ndugu yetu anahitaji tumuombe sana, tumfanyie dua sana, tumweke katika maombi yetu, sala zetu, ili mradi tu aendelee kuponyeka, kwa sababu hali anayopitia itamtafuna kwa muda mrefu sana. Ni ngumu sana. Yaani ukweli ulio wazi ni kwamba hii hali sio ya leo, sio ya kesho. Sio ya mwezi huu wala mwezi ujao. Sio hata ya mwisho wa mwaka wala vipi, kwa sababu mtu yeyote ambaye amefiwa na mtu wake wa karibu, aidha mzazi ama mtoto, hii hali waga inatafuna mtu kwa muda mrefu sana, na hakika hata haishagi kabisa. Na ile sehemu ndo ambayo alikuwa anasomea? Ndio. Yeye tu au na dada yake? Walikuwa wanakaa hapo wawili. Ndio. Haya, sawa mtazamaji, tunaenda moja kwa moja kwenda kuona sasa kule ambapo mtoto alipatia hilo tatizo. Basi tutafunga kipindi, tutaendelea pia kwa upande wa mdogo wake, kwa sababu naye pia tumesikia na taarifa ambazo alipokea. Kwa hiyo tunalazimika pia kumsikiza kwa upande wake, tuone na yeye atasema lipi. Endelea kwa na sisi. Alimwacha wapi? Okay, alimwacha hapa. Ndio, yake ilikuwa ndani huko, tunachukua ndoo ili aje kumsafisha. Vitu vyake lakini waga anapikia hapa. Ndoo zinakaa hapa. Alisema aliingia ndani kuchukua ndoo. Okay. Kwa hiyo maana yake ndoo huwa zinakaa hapa. Kwa hiyo kwa mfano hata kama mtoto angekuwa amejisaidia, maana yake alitakiwa achukue ndoo hapa, maji yako hapa, inaonekana tanki hilo hapo, anachukua, anamsafisha, na kama kumuingiza mtoto ndani, anamuingiza, si ndio? Lakini yeye akasema amechukua ndoo ndani. Na kwa kawaida ndoo hamweki ndani. Haya, tuendelee. Haya ndio mazingira ambayo mtoto anadaiwa alitembea, si ndio? Okay. Huku bwana ndio sehemu ambapo mtoto alitembea, alifuata hii njia moja kwa moja. Mpaka kwenda huku nyuma, si ndio? Alipofika hapa nyuma akashuka hizi ngazi. Umeona? Na hizi ngazi ni ndefu, lakini akashuka. Aliposhuka akaenda. Manake kwa huku pia alikuwa anaweza akashuka, lakini kwa kuwa alikuwa kwa kule akashuka. Okay. Kisima ndio hiki. Najua nimelitengeneza baada ya mwanangu kufariki. La mwanzo liko wapi? Hilo. Okay. Ndio. Hilo mzee baba tunaweza kuliona? Ndio tu hapo. So pamefungwa. Kwa maana yake hapa palikuwa pako wazi hapa. Acha tu. Kwa hiyo maana yake huyu mtoto alinyanyua hili chuma. Ndio. Hili akalitoa afu akadumbukia. Alafu wamekuta hili limefunikwa, mtoto yuko ndani. Sasa mbona hii iko wazi kabisa? Sasa inawezekanaje mtu adumbukia afu lirudi? Kwa sababu kwa kawaida hili ukilifungua maana yake mtu kama amedumbukia, maana yake hili linadondokea huko. Likishadondokea huko maana yake kulifunika, maana yake mpaka awepo mtu mwingine ndo aje afunike. Shimo ni refu sana hili. Unataka kufunua? Unasema? Maji hata tuchoti na ndoo hapo. Useme labda alikuwa akichota maji. Maji yanapandishwa na umeme. Okay. Sasa. Hili chuma hili. Sasa. Shimo mtazamaji ni hili hapa. Ni refu lakini lina maji, liko karibu sana, limejaa maji hata sehemu ya karibu kabisa. Kwa hiyo sasa huu uzito huu, hebu achie. Huu mtoto wa miaka miwili tena ndo ameingia miaka miwili na miezi miwili, anyanyue hii.
Na inaingia akilini. Mtoto wa miaka miwili na miezi miwili anyanyue hili chuma. Hili chuma mtazamaji ni zito, sio jepesi. Hili kwa mtoto wa miaka miwili na miezi miwili kulinyanyua hili ni vigumu. Alafu pia ukiachana na hivyo likienda kubana pale, maana yake mpaka ulitoe pale, maana yake unatumia nguvu fulani. Kuna force ambayo inahitajika uitumie. Lakini mtoto amekuta akiwa ndani ya hili shimo, akiwa tayari amesha elea juu ya maji, kwa sababu sasa sijajua huyu alizama ndo alivyoyanywa maji ya kutosha ndo akarudi juu, haijulikani. Funika jamaa, sisi tukaonekana sisi sasa ndio tulikuwa wachunguzi wa serikali, lakini mimi binafsi aniingia akilini. Mama mtu Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.